Ndugu zangu, naomba nitumie nafasi hii tena kushukuru uongozi wa wilaya kutuleta hapa, na tumeona mabadiliko makubwa ya namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imeendelea kujipanga kuhakikisha kwamba inaendelea kuboresha huduma za utoaji wa matibabu kwenye sekta hii ya afya. Tulioingia humu ndani tumepata maelezo machache kutoka kwa wagonjwa wetu wakiwa wanakiri, lakini vile vile na sisi wenyewe tumeona namna ambavyo baadhi yao walivyofika, lakini namna walivyopata huduma, na mpaka hapo kwa sasa wanayo matumaini makubwa kwamba baadhi ya shida zao zinaweza zikaishia kwenye hospitali yetu hii ya wilaya ya Igunga. Napenda nitumie nafasi hii kwa niaba ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi ya mkoa niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tuliahidi kuendelea kuboresha huduma za afya kwa wananchi wetu. Taarifa iliyotolewa hapa ilikuwa inaonyesha wakina baba wote pamoja na watoto wa kiume walikuwa hawana eneo sahihi la kupata huduma ya kulala au kusubiri matibabu makubwa, kwa maana ya wodi ya kina baba. Hapa imejengwa wodi nzuri ya kisasa, na kwa sasa kwa kweli iko kwenye hatua za mwisho kabisa, zaidi ya 90%, na tumeona. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kuleta fedha, lakini nishukuru vile vile halmashauri ya wilaya hii ya Igunga kwa namna ilivyojitoa kuhakikisha kwamba inatumia mapato yake ya ndani kuwajali wananchi. Tukikusanya lazima tuwarejeshe wananchi, na huu ndio mfano. Badala ya kukusanya fedha zote zinakwenda kwenye matumizi ya kiutawala, halmashauri ya wilaya Igunga imekusanya fedha, imerejesha kwa wananchi, na sasa wananchi hususan akina baba watapata huduma hizi nzuri kwenye eneo letu hili la wilaya yetu ya Igunga. Sasa niendelee kuwaomba watumishi, tunatambua mnafanya kazi nzuri sana watumishi wa afya, lakini bado Chama cha Mapinduzi ambacho kwa kweli kinaendelea kuisimamia serikali, lazima tuendelee kuhakikisha kwamba huduma hizi kwa namna moja ama nyingine zinaendelea kuwa huduma rafiki kwa wagonjwa wetu wanaofika kwenye eneo hili. Hata kama kuna mambo ya kuwaelimisha wagonjwa ama wanaokuja hapa kwa maana ya wateja, basi lugha rafiki iweze kutumika ili wateja wetu basi waendelee kuwa na jina zuri wanapotoka kwenye eneo hili kwenda kwenye maeneo mengine. Ni matumaini yangu kupitia mganga mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wake wataendelea kusimamia jambo hili ili kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa hapa zinakuwa ni huduma zile ambazo serikali ya Chama cha Mapinduzi iliahidi kwa wananchi wetu. Baada ya maelezo haya, nitamke rasmi tena kwamba tumeridhishwa kwa kweli na kiwango kizuri na kazi nzuri ambayo imefanyika kwenye mradi huu. Kupanga ziara hii kuja kukagua miradi ambayo inagusa jamii, tunakushukuru sana. Lakini kushukuru Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa kwa kutuleta eneo ambalo ndiyo mafanikio ya awamu ya 6. Kwa hiyo kazi ambayo umetuletea sisi hapa ni kutoa mapendekezo au shauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunalo la kusema tunapokwenda kwenye mikutano ya hadhara. Mafanikio ya awamu ya 6 kama ni ajenda muhimu ya kupitia hospitali hii. Kwa sababu ni kweli tulikuja wakati fulani walieleza kwamba hakuna hifadhi ya kutosha kwa ajili ya wanaume. Leo tumekuja hapa, huwezi kuamini kama ni wodi ambayo iko Igunga. Yote haya ni jinsi gani mama anavyojali wananchi wake. Hii inatupa kifua mbele kutembea, na ndio maana tunakagua ilani ya uchaguzi, kwa sababu mafanikio kama haya yako kwenye kitabu. Sisi kazi yetu tu ni kuyazungumzia mafanikio ya mama pale tunapoona yamekwenda vizuri. Lakini kwa hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naunga mkono kwamba utekelezaji uliofanyika ni mzuri na jengo ni zuri
na wagonjwa wote wamesema kwamba dawa wanapata. Mimi nimeridhika kama mjumbe wa kamati ya siasa, nimeridhika kabisa utekelezaji wa ilani. CCM oye! Taarifa ya mradi wa ujenzi wa jengo la wanaume hospitali ya wilaya Igunga kwa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora ikiongozwa na mwenyekiti wa mkoa wa CCM mkoa Tabora ndugu Juma Saidi Nkumba leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa kamati ya siasa ya mkoa wa Tabora, mradi huu upo katika kitongoji cha Kamando, kata na tarafa ya Igunga. Mradi huu umetekelezwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ulianza kutekelezwa tarehe 1 mwezi wa 3 2024 na kufikia hatua ya upauaji tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2024 kulingana na mkataba wa mkandarasi. Awamu ya pili ulianza tarehe 17 mwezi wa 2 mwaka 2026 na kukamilika tarehe 17 mwezi wa 5 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulitengewa kiasi cha shilingi milioni 157,573 ambapo shilingi milioni 125 ni kutoka mapato ya ndani ya halmashauri na kiasi cha shilingi milioni 32 ilikuwa ni bakaa kutoka utekelezaji wa awali. Hadi sasa jumla ya shilingi milioni 115,292 zimetumika na kubakia milioni 42,280 ambazo itatumika kulipia fedha za matazamio kwa mkandarasi na kulipa matengenezo ya gari la wagonjwa lililopata ajali mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umetekelezwa kwa mfumo wa mkandarasi ambaye anaitwa Sinda Building Contractor Limited kutoka Igunga kwa hatua ya msingi hadi upauaji. Hatua ya ukamilishaji wa jengo hii imetekelezwa na mkandarasi anaitwa Lindala Farm Construction Company Limited kutoka Igunga. Utekelezaji wa mradi huu ni sawa na 99% kwani jengo limeshaanza kutumika mpaka sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu utasaidia kutoa huduma bora kwa wananchi hususani wanaume ambao kwa muda mrefu walikuwa kwenye wodi ndogo sana iliyopelekea muda mwingi kulala wawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Pia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Igunga kutupatia fedha za kukamilishia mradi huu. Tunakushukuru mwenyekiti wa kamati ya siasa mkoa na kamati ya siasa kwa kukubali kufika hospitalini kwetu kutembelea na kukagua mradi huu. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunakuomba ukague, uelekeze na ushauri katika mradi huu na tupo tayari kupokea maelekezo yako. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asante.